Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kupinga jaribio lolote la kuanzisha taifa la Palestina siku moja kabla ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura kuzuia azimio lililoandaliwa na Marekani kuhusu Gaza ambalo linaacha mlango wazi katika uwezekano wa uhuru wa Palestina. Netanyahu pia amekataa marejeleo yoyote katika pendekezo la Marekani kuhusu kuondoa silaha Gaza. Katika taarifa yake hiyo ya Jumapili kwa baraza lake la mawaziri, Netanyahu amebainisha kuwa pendekezo hilo linataka Gaza iwe bila silaha na Hamasi ipokonywe silaha. Kimsingi, Baraza la Usalama linatarajiwa kupiga kura kuhusu pendekezo la Marekani la kutoa mamlaka ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuanzisha kikosi cha kimataifa cha kudumisha utulivu katika ukanda wa Gaza, licha ya upinzani kutoka Urusi, China na baadhi ya nchi za Kiarabu. Wakati hayo yakiendelea, jeshi la Israel limesema kuwa limemuua mtu mmoja katika operesheni yake ya usiku kucha kwenye mji wa Nablus katika eneo la Ukingo wa Magharibi. Katika taarifa yake iliyotolewa mapema leo, Israel imesema wakiwa katika operesheni, mtu mmoja alivurumisha kifaa cha mlipuko kuelekea upande wa wanajeshi wa Israel, nao wakamuua mtu huyo. Israel imesema hakukuwa na madhara kwa upande wake. Wizara ya Afya ya Palestina imethibitisha juu ya kifo cha kijana huyo mwenye umri wa miaka 19, ikisema katika kambi ya wakimbizi ya Askar baada ya kushambuliwa majira ya usiku. Ukingo wa Magharibi umeendelea kushuhudia ongezeko la ghasia tangu shambulio la Hamas dhidi ya Israel mnamo Oktoba 2023. Zaidi ya Wapalestina 1000 na Waisraeli 43 wameuawa katika mashambulizi kwenye eneo hilo. Wakati huo, Rais wa Lebanon Joseph Aoun ameiagiza wizara yake ya mambo ya nje kuandaa malalamiko dhidi ya Israel kwa kujenga ukuta ndani ya ardhi ya Lebanon. Hii inafuatia taarifa ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kwamba jeshi la Israel limejenga ukuta karibu na kijiji cha Yarun na kufanya zaidi ya mita za mraba 4,000 za ardhi ya Lebanon zisiwezekane kufikiwa na wananchi. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kimeitaka Israel kuondoa ukuta huo, ikisema unakiuka azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililomaliza vita vya miezi 14 kati ya Israel na Hezbollah mwaka 2024 na pia unakiuka mamlaka ya Lebanon. Jeshi la Israel limesema ukuta huo ni sehemu ya mpango mpana wa kuimarisha ulinzi wa mpakani na kudai haujavuka kile kiitwacho mstari wa bluu. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.